Serikali kupitia Wizara ya Nishati imeanza rasmi zoezi la ulipaji fidia kwa wananchi waliopisha mradi wa umeme wa gridi ya taifa msongo wa kilovati 220 kutoka Songea hadi Tunduru, mradi wenye urefu wa kilomita 264, ambapo takriban shilingi bilioni 2.5 zinatarajiwa kutolewa kwa wananchi walioguswa na mradi huo. Akizungumza wakati wa zoezi la ulipaji fidia kwa wananchi zaidi ya 200 wa mtaa Mleto uliopo manispaa Songea mkoani Ruvuma, afisa tarafa Songea mjini Mashariki ndugu Dismas Komba amewataka wananchi hao waliopisha mradi na kulipwa fidia kuyapisha maeneo hayo yaliyochukuliwa na serikali ili kuiruhusu serikali kuendelea na ujenzi wa miundombinu ya umeme. Lakini pamoja na kuwalipa huko, nitoe rai, ukishalipwa sasa unapaswa kupisha yale maeneo yako kwa ajili ya ujenzi wa mradi huo. Na kwa sababu tumechelewa, tuko nje ya wakati, tutaomba sana kisha chukua fedha yako, angalau usichukue muda mrefu. Kama una mahindi, saizi mahindi yameshakauka, uondoe hayo mahindi. Kama una jengo, ungetamani hizo bati unaenda kutumia sehemu nyingine, ni bora ukafanya nini? Kaiondoe. Kwa hivyo mimi naamini mkishalipwa hamtakuwa na mioyo migumu. Mimi ni waelewa, ni wangwana. Mtapisha haya maendeleo, huo mradi kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Msiende kuvunja ndoa kwa sababu mmepata pesa. Nililipa fidia mwaka jana nadhani pale kwa Mbazu. Nilikubaliana na wananchi wale kwa sababu ni nyumba zilikuwa zinaondoka, makazi ya familia. Tunatamani nyumba hizi zirudie, zirejeshwe, na uwezo kwa fidia hii utarejeshwa. Lakini baadhi walianza kukimbizana kwenye mabaa. Kwa upande wake, afisa huduma kwa wateja TANESCO mkoa wa Ruvuma ndugu Aran Njilo amewataka wananchi kutoa ushirikiano kwa mkandarasi anatekeleza mradi huo na kuilinda miundombinu ya umeme ili ilete tija iliyokusudiwa na serikali. Hii miundombinu ni ya kwetu na tunatakiwa tuilinde. Sawa jamani? Kwa sababu tusipoilinda na sisi tutapata umeme wa uhakika. Kwa sababu ile limoja tu likianguka pale ni gharama kubwa sana. Au likiibiwa vitu pale ni gharama kubwa sana kulirudisha katika hali yake. Kwa hiyo ninasisitiza sana, ulinzi ni wa kwetu sote. Ofisi ya kijiji ile ni mali yao, kwa hiyo wanatakiwa wailinde kwa nguvu zote. Sawa jamani? Yakishamalizika hapo utaona tutaingia mkataba na ninyi namna kuweza kuyalinda na nini kama hivyo. Sawa jamani Lakini kwa sasa hivi mkandarasi atakuwa anaendelea na kazi pale, basi tumpe ushirikiano. Tusifikie sehemu watu wakaanza kuiba baadhi ya vifaa na kufanya nini. Basi tushirikiane kwa pamoja ili akifika pale basi na yeye ajisikie kwamba afanye kazi yake kwa uhuru zaidi. Nao baadhi ya wananchi waliopokea fidia hiyo wamepongeza serikali kwa kutimiza ahadi ya kuwalipa. Pia wameeleza namna atakavyotumia fedha ambazo wamezipata. Binafsi nafarijika kwa sababu sikutegemea, na nasema wamenisaidia kwa namna moja au nyingine kuniokoa kwenye mfumo wa vijana maandalizi ya shule, yani ada. Yani leo ninaponufaika na hii hela moja kwa moja najua mwanangu atanufaika na kubaki shuleni. Tafuta eneo lingine sehemu nyingine, basi baadhi ya fedha hizi ambazo nanufaika nazo nusu nitapeleka shule, nusu naenda kutafuta eneo lingine kulipa ile eneo ambalo nishalipata lenye ukubwa wa eka kama 5. Mimi napenda tu kumshukuru Mama Samia, ametuangalia wananchi wake, kwa sababu ingewezekana lingechukuliwa tu ile eneo bila kulipwa fidia yoyote, kwa sababu hii ni ardhi na huu ni mradi ni wa wananchi. Kwa hiyo mimi nashukuru tu ameangalia wananchi wake, ametulipa fidia zetu, amechukua eneo letu, lakini ametufikiria na sisi wananchi wa chini. Tunapenda tu kumshukuru kwa uongozi wake uko vizuri. Kutoka manispaa Songea mkoani Ruvuma, Newton Ndenda.